Vile vile kanisa limeweza kuonya juu ya matumizi mabaya ya mtandao. Na mambo hayo ambayo limeonya ni kama ifuatavyo. Moja, kuna swala linaitwa ulevi wa mtandao, yani digital addiction. Digital addiction ni ile kwamba mtu anaweza kutumia muda mwingi akiwa kwenye mtandao kuliko mambo mengine au kuliko kujihusisha na mambo mengine. Kumbuka, binadamu anatakiwa kuhusiana na Muumba wake, kuhusiana na yeye mwenyewe, lakini pia kuhusiana na watu wengine. Kwa hiyo mtandao umeweza kumfanya kuona kwamba anaweza akayakamilisha hayo yote akiwa yeye mwenyewe. Yaani akahusiana na Muumba wake, na akahusiana na watu wengine, na akahusiana yeye mwenyewe. Hivyo kusababisha kuwa na muda mwingi akiwa huko kuliko ambavyo anaweza kujumuika na watu wengine. Kanisa vile vile limeonya juu ya taarifa potofu, yani fake news, kwamba kumeweza kuwa na upotoshaji wa taarifa zinazotolewa na kanisa au na vyombo mbalimbali rasmi vya mawasiliano, kwa sababu ya wingi wa uhuru wa mtu kuweza kuanzisha akaunti akiwa kwenye huduma hizi za mtandao, hasa matumizi ya mitandao ya kijamii kama Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp pamoja na Instagram.